Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu mpenzi mtazamaji wa kipindi hiki pendwa, kipindi cha TBC1. Tupo katika muendelezo wa mafundisho katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ndugu yangu katika iman, tunaanza kwa kumshukuru Mola Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia ziada za rahma Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ndugu yangu katika iman, kumbuka kwamba tupo katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Kwanza tunamshukuru Mola Subhanahu wa Ta'ala kutufanya sisi kuwa hai mpaka siku hii ya leo. Lakini sio kuwa hai tu, na akatufanya tukiwa na afya kamili kiasi tunaogelea katika ibada ya funga. Na tunamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa wale waliopata mitihani mbalimbali ya kushindwa kuweza kuogelea katika ibada hii ya funga, Mwenyezi Mungu awaponye kwa haraka, awarudishie afya zao na awape uwezo wa kuingia katika ibada ya funga. Ndugu yangu katika imani, tumeandaa kipindi chetu hiki pendwa kwa lengo la kukumbushana vile vile kuhusiana na mambo muhimu sana ambayo Muislamu anatakiwa ayazingatie katika mlolongo mzima wa hii funga yake. Tutazungumzia mambo mawili. Jambo la kwanza tutakalolizungumzia ni swala zima la ukarimu. Mwezi wa Ramadhani una majina mengi sana. Mwezi huu miongoni mwa majina yake unaitwa Shahrul Judi. Maana yake kwamba ni mwezi wa ukarimu. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, sifa yake kubwa alikuwa yeye ni mkarimu. Na unapofika mwezi wa Ramadhani, basi ukarimu wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam unaongezeka maradufu. Sasa nami nikukumbushe ndugu yangu katika iman, tukiwa mwezi huu wa Ramadhani tukumbuke kwamba ndiyo msimu, na tafsiri ya msimu ni kipindi ambacho mambo mengi huwa yanapatikana kwa wepesi. Kilichobaki ni wewe kuandaa kikapu chako cha kujaza kheri zinazopatikana katika mwezi wa Ramadhani. Ukiachilia mbali kheri unayoipata kwa kupitia wewe kufunga, lakini pia kuna njia nyingine mbali za kuweza kujiongezea kheri. Moja miongoni mwa njia za kuongeza kheri ni kumtazama jirani yako, kumtazama ndugu yako, kumtazama rafiki yako, na wewe kuweza kumpatia msaada wa iftari. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema, man fattara saima kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri saimi shay'a. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema, man fattara saima, yeyote yule ambaye atakayemfuturisha aliyefunga. Man fattara saima, yeyote yule ambaye atakayemfuturisha aliyefunga, kana lahu mithlu ajrihi, atapata huyo mfuturishaji mfano wa malipo aliyoyapata yule mfungaji, ghaira annahu la yanqusu min ajri saimi shay'a, huku kukiwa hakupunguzi chochote katika malipo atakayoyapata yule mfungaji. Tuchukulie kwa mfano hii ibada ya funga kwa siku, ikawa thawabu zake labda takriban iwe thawabu 100 kwa mfano. Wewe ukifunga umejipatia thawabu zako 100, na yule akifunga naye ana thawabu zake 100. Alafu wewe ukachukua jukumu la kuchukua futari yako ukampatia yule aliyefunga, na yeye anapata 100 katika funga yake. Basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatengeneza 100 nyingine. Hii 100 nyingine unaletewa wewe, inaongezwa katika kikapu chako
kwa sababu tu ya kumfuturisha yule aliyefunga. Na yule aliyefunga wala asihisi unyonge kwa kusema kwamba nilikuwa nina thawabu zangu 100, sasa yule aliyenifuturisha kwa kuwa nimefuturu futari yake basi zitapunguzwa hizi 100 zangu. La, ile 100 yake iko pale pale, bali wewe unapewa 100 nyingine kwa ukarimu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu Allah yeye sifa yake ni karim, na umeonesha ukarimu kwa mja wake, basi malipo yake anachukua 100 kama ile aliyompa yule, anakuletea wewe. Ukichanganya na ile 100 yako ya wewe kufunga una 200. Sasa hii inategemea umewafuturisha watu wangapi, umefuturisha siku ngapi. Kwa hiyo mpaka inamalizika mwezi mtukufu wa Ramadhani, wewe unakuwa umejikusanyia thawabu nyingi zilizokosa kifani. Ndugu yangu katika imani, tuutumie mwezi huu wa Ramadhani katika kuhakikisha tunajaza vikapu vyetu vya matendo ya kheri, ili hata tutakapokwenda kukutana na Mola Subhanahu wa Ta'ala tuondoke tukiwa na masurufu, tuondoke bahasha zetu zikiwa zimejaa mali ambazo tutakazoweza kutumia huko tuendako. Safari ni ndefu, lazima tujaze masurufu yaliyokuwa ya maana zaidi. Cha ajabu ndugu yangu katika imani, siku hizi namna watu imani zilizopotea. Zamani ilikuwa ukipita katika mwezi huu wa Ramadhani utakuta ikifika saa 11 mabarazani humo watoto wanafagia, wanatandika mikeka, yanatandikwa majamvi. Utakuta watu wanatoa futari nyumba moja, watu 6, 7 kadhaa wanatoa futari nje, wanafuturu kwa pamoja. Kwanza hili linatengeneza upendo baina ya wao kwa wao, kabla hata tujatazama thawabu. Kwanza linatengeneza mapenzi kati yetu sisi wenyewe. Raha iliyoje tukiwa tunafuturu kwa pamoja. Yawezekana siku hiyo mtu futari yake ilikuwa ni chache, haimtoshi yeye na familia yake, lakini kwa ule upamoja tutakao utengeneza pale, kila mmoja anakula akiwa ameshiba, tunaondoka pale tukiwa tumetengeneza furaha, tumetengeneza mapenzi baina ya sisi kwa sisi. Lakini vile vile anaweza akapita mpita njia, mgeni maskini ya Mungu amekatikiwa na safari, hakujua wapi atakwenda kupata futari yake. Hauoni kwamba utakuwa umemsaidia kwa nyinyi kutoa futari yenu barazani, akapita ikawa mnafuturu naye kwa pamoja? Lakini tazama hali ya sasa, mwezi wa Ramadhani umekuwa hauna shiari. Zamani alama ya kuingia Ramadhani utasikia nyiradi, alama ya kuingia Ramadhani watu kufuturu kwa pamoja, alama ya kuingia Ramadhani watu kujistiri, watu kuwa na akhlaqi zilizokuwa nzuri. Mambo yote sasa hivi hayo yamepotea. Kwa masikitiko makubwa kabisa, watu hatuna ukarimu. Kwa masikitiko makubwa kabisa, watu hata hawazijui falsafa ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ramadhani ni somo, Ramadhani ni darsa ya kuwajaza watu ukarimu. Madhara makubwa ya huu uchoyo, tazama sasa watu tunapoelekea mbali zaidi. Mwezi wa Ramadhani, Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam amesema yeye, sumu tasihu, fungeni tapata afya kwa kupitia ibada ya funga. Lakini watu walivyojiwekeza katika uchoyo wa funga, utakuta mtu anakusanya vyakula mbali amevijaza katika meza yake kwa ajili ya kula yeye tu, vyakula ambavyo ilikuwa badala ya funga imletee afya, hatimaye funga hii inamletea madhara, inamletea maradhi, kwa sababu ametafsiri funga kama vile ni kifungo kwake yeye, ni sehemu ya adhabu kwake yeye. Kwa hiyo ile jioni sasa atakapofunguliwa, ameondoka katika kile kifungo, hapo sasa ndo anaanza kuchachamaa. Atachukua maji atayajaza, atachukua juisi atajaza, atachukua futari hii atajaza. Hatimaye shati aliyokuwa amevaa kutwa nzima ili mtosha, baada ya kufutari shati tena imekuwa haitoshi, shati ndogo.
kanzu haimtoshi, mtu huyu amelala, hata kuswali tarawihi hawezi tena, kwa sababu alipupia chakula na kujiona alikuwa yupo katika kifungo, sasa jioni amekuwa huru. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ametuletea maelekezo mazuri. Kwanza amekwambia hii ibada ya funga, Bwana Mtume anasema sumu tasihu, fungeni mtapata afya. Maana ya fungeni mtapata afya nini? Tafsiri yake, mwanadamu kama mwanadamu ana vyombo maalum, kama unavyoona gari, kama unavyoona mashine ya aina yoyote ile. Vitu hivi vilivyokuwa katika mwili wa mwanadamu vinakula vile vile. Kwa utakuta mwanadamu katika kula kwake anakula milo miwili, akinywa mwanadamu anakunywa mara mbili. Nini tafsiri ya kula mara mbili na kunywa mara mbili? Nataka nikupe mwanga kidogo ujue falsafa ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kusema sumu tasihu. Nikupe mfano leo, utakapokuwa umetia chakula tumboni, kile chakula kikishafika tumboni, kwanza kinameng'enywa katika kinywa chako, unakitafuna chakula vizuri mpaka kinakuwa katika hali ya kuweza kukimeza. Kikishafika tumboni kile chakula, sio kwamba ule utafunaji wako ulikuwa umeshamaliza, la, bali kikishafika tumboni kinatafunwa tena kile chakula. Katika lugha ya kawaida wanasema kinameng'enywa kile chakula. Kikisha meng'enywa pale tumboni, yatapatikana makapi. Yale makapi ndiyo yale yanayogeuka kinyesi. Mwanadamu anakwenda anajisaidia, kama ni haja kubwa itatoka kinyesi, na kama ilikuwa kinywaji itapatikana haja ndogo. Yale ni sehemu ya makapi yaliyopatikana kutoka katika chakula alichokula mwanadamu. Lakini baada ya kutoka haya makapi, kuna chakula kingine kinachozalikana kupitia kile chakula ulichokula wewe. Sasa hicho chakula kingine, hicho ndiyo chakula cha mwili kwa ujumla wake. Mwili sasa unafyonza hicho chakula kingine ambacho ndiyo rutuba inayosambaa katika mwili wa mwanadamu. Chakula hicho kitaimarisha afya ya mwanadamu, kitatengeneza ngozi iliyokuwa salama. Chakula hicho vile vile kitatengeneza damu. Chakula hicho kitatengeneza maji. Chakula hicho kitaimarisha mwili wa mwanadamu. Chakula hicho ni chakula cha awamu ya pili kilichozaliwa baada ya kumeng'enywa chakula ambacho wewe mwanadamu umekila. Lakini sasa kwa bahati mbaya, uchoyo uliokuwa nao wewe, baada ya kuingia tu muda wa iftari yako ulioijaza kiasi, ukaona kwamba hii hatakiwi kuila mwingine, muda wa kuwa nimeitafuta mimi. Kwanza uchoyo wako utakukosesha thawabu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyoziahidi kwa yule aliyemfuturisha. Lakini uchoyo wako huo ukakupelekea kupipia chakula, utakufanya mashine iliyokuwa tumboni kwako ishindwe kutafuna vizuri kile chakula. Ikisha shindwa kutafuna vizuri kile chakula, hakitazaliwa chakula kingine ambacho kitaweza kusambaa katika mwili wako kiasi kikaweza kurutubisha mwili wako. Kwa hiyo kinakuletea madhara mengine, madhara ya wewe kupata maradhi. Na ukishapata maradhi, moja miongoni mwa hasara utakazozipata, uwezo wa kufikiri utakuwa mdogo, kwa sababu upo msemo unaosema al-aqlu salimu fil jismi salim. Akili nzuri, akili salama inapatikana katika mwili uliokuwa salama. Wewe mwili wako ulishauchosha, umeshautia maradhi kwa sababu ya kujaza chakula usichoweza kukitafuna, ikiwa ni sehemu ya uchoyo wa kukataa kuwafuturisha wenzako. Basi chakula hiki kinageuka kuwa sumu kwako na kinaleta maradhi. Inakuja Ramadhani mpaka inaondoka, huna ulichochuma, sio thawabu kwa kupitia kumfuturisha mwenzako, wala sio afya kwa kupitia ukarimu uliokuwa nao. Umepata chakula ukala kiasi kidogo ili uweze kuimarisha mwili wako ufanye ibada, na kingine mpatie mwenzako. Lakini uchoyo uliokuwa nao, tazama sasa,
uchoyo wako umekushibisha sana, ukaweza kushindwa kusimama usiku kufanya ibada mbalimbali, utakosa qiyamul laili. Uchoyo wako umekupelekea kupata maradhi kwa sababu ulikipupia chakula kisa wewe ndiye uliyekitafuta. Uchoyo wako umekupelekea kukosa thawabu. Hebu tazama, mwenzako aliweza kushinda kutwa nzima ndo akazipata hizo thawabu ambazo chukulia labda 100 kwa kuacha kula, kwa kuacha kunywa, kwa kuacha kukutana na mkewe, kwa kujiepusha na ya haram. Hayo yote katengeneza thawabu makisio yake fanya 100, ambayo wewe ungeyapata mathawabu kama hayo kwa kule kumfuturisha yeye tu. Lakini kwa kuacha kumfuturisha umekosa hizo thawabu. Kwa kuacha kumfuturisha uchoyo wako umekupelekea wewe kuvimba tumbo, kujaza tumbo. Kwa kuacha kufuturisha mengi utakuwa umeyakosa. Ndugu yangu katika imani, Ramadhani bado inaendelea. Basi ona kwamba tumekukumbusha ndugu mpenzi mtazamaji wa kipindi chetu hiki, kipindi pendwa cha TBC1, kutumia fursa hii kwa siku zilizosalia, tengeneza ukarimu. Wachukue maskini, wachukue mafukara, wachukue wanyonge, mayatima, wajane, watu mbalimbali wenye shida, kuwafuturisha kwa kuwaalika nyumbani kwako au kwa kuchukua iftari ukawapelekea. Man fattara saima kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri saimi shay'a. Atakayemfuturisha mwenye kufunga na yeye atapata malipo sawa sawa na malipo aliyoyapata huyo mfungaji. Huyu mfungaji asiwe na wasiwasi, malipo yake hayatapungua chochote. Tunamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala azijalie nyoyo zetu ziwe na ukarimu wa kupitiliza katika mwezi mtukufu wa Ramadhani na hata nje ya Ramadhani. Tunamuomba Mwenyezi Mungu azipokee funga zetu. Tunamuomba Mwenyezi Mungu atusamehe kwa kupitia baraka na utukufu wa mwezi wa Ramadhani. Kwa haya machache, ndugu mpenzi mtazamaji wa kipindi chetu pendwa kinachopatikana katika kituo chetu pendwa, kituo cha TBC1, kwa haya machache, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa ila liqa.